Allah subhanahu wa ta'ala atuambia fi dhulumati thalath, alikuwa kwenye magiza matatu huyu. Dhulmatul layl, alitupa baharini usiku, wa dhulmatil bahr, ndani ya giza la bahari, wa dhulmatil batnil hut, na kwenye tumbo la samaki. Ni kitu gani kilichomsaidia huyu mtume wa Allah? Matatizo aliyopata haya makubwa ni jambo gani kilicho ambayo alitumia Sayyidina Yunus ikawa ni mwenye kusaidika na kutoka kwenye shida zake? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mwenyezi Mungu anasema fastajabna lahu, tukaijibu dua ya Sayyidina Yunus, tukamwitikia, katukumbuka, katutaja, na sisi tukamwitikia. Fastajabna, tukamkubalia maombi yake. Wanajainahu minal ghammi, tukamwondosha, tukamtoa kwenye matatizo. Lakini Allah kwa kuwa ni rahim, Allah kwa kuwa yeye ni mfalme, Allah kwa kuwa yeye sifa yake ni ya ukarimu, hajafunga mlango kwa Yunus peke yake. Asema nini? Wakadhalika nunji al-mu'minin, na vile vile nitaokoa kila mu'min ambaye atapata matatizo, atapata mitihani, atapata shida, na aseme la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mwenyezi Mungu atakutolea njia, atakufungulia mambo yako. Ndio shida zipo ndugu zangu, lakini dawa ni kumtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtajeni sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kutukubalia, ni mwenye kutuondoshea shida zetu. Twende kwa Sayyidina Ibrahim alayhi salam, baba wa imani huyu. Hebu tumtizame Sayyidina Ibrahim, mitihani iliyopata. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuelezea habari zake kwenye suratu Al-Anbiya aya 95 mpaka 100, akituelezea habari ya Sayyidina Ibrahim. Kapata mitihani ndugu zangu Waislamu, kapata shida ndugu zangu Waislamu, katupwa kwenye moto. Sayyidina Ibrahim mtihani aliopata ni kutopwa ndani ya moto, kalipwa, kumalizwa, kuuliwa. Sayyidina Ibrahim huyu ndugu zangu Waislamu, mitihani hii iliyomkuta ni kitu gani kilichomsaidia kwenye mtihani kama huu? Sayyidina Ibrahim, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimsaidia vipi baada ya kuacha kutupwa kwenye moto? Kisa kikubwa, ukisoma katika Al-Qur'an utajua Sayyidina Ibrahim alipokuwa na imani ya hali ya juu kuitetea dini yake, kumtetea Mola wake. Lakini siku zote ukiwa na imani ndio mitihani inazidi kuwa mikubwa. Hii ni sunna. Ukiona mitihani inakuwa mikubwa ni kwamba imani yako ni kubwa kwa nani? Kwa Allah. Anakupenda Allah. Idha habba Allahu qawman ibtalahum. Al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim kwenye sahihi zao anapokea hadithi, anasema Mwenyezi Mungu akipenda mja wake, akiwapenda waja wake, anawapatia mitihani. Leo wewe usipate mitihani ukayumba, usiyumbe. Jua wewe Allah anakupenda. Allah anakupenda, yosikia raha. Yosikia raha Mwenyezi Mungu unaposoma dua, unapomuomba ya Allah, ya Karim, ya Rahim, ya Allah, yosikia raha ndugu yangu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim, mtihani kubwa uliopata, dawa iliyomwokoa yeye ni adhkar. Anakuja Sayyidina Jibril, baba yani bosi wa malaika wote, sayyidul malaika, anatuma kwa Sayyidina Ibrahim, amefunga mnyororo iwataka kutoka. Al-Imam al-Bukhari kwa hadithi akamwambia Sayyidina Ibrahim, Jibril anakuja kwa Sayyidina Ibrahim kwamba ya Ibrahim, ala haja, kuna haja gani leo hivi sasa nikusaidie? Naona hali mbaya wewe, naona unakwenda kumaliza wewe, nikusaidie vipi ndugu yangu? Tizama imani ya Sayyidina Ibrahim, anamwambia amma ilayka fala ya Jibril, haja ninayo lakini wewe huwezi kusaidia hapa. Msole kwa Muhammad, haja ninayo lakini huwezi kusaidia. Atakayenisaidia ni Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hiyo ndio adhkari iliyoleta Sayyidina Ibrahim.
hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hiyo ndio dhikri aliyosema Sayyidina Ibrahim alipoisema dhikri kama hii kumtegemezea Allah. Ya Allah, wewe ndio utakayehifadhi hapa, utakayekatulia shida ni wewe. Hasbunallah, wewe Allah ndiye mwenye kutosheleza kunisaidia. Wa ni'mal wakil, na neema ya kutegemewa ni kutegemea wewe, na mimi nakutegemea wewe na kuachia wewe ya Allah. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu pale pale anabadilisha mambo, ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa mbingu ni zake, ardhi ni yake, waja ni wake, vitu vyote ni manani, ndugu zangu. Allah subhanahu wa ta'ala ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Moto aliyeumba ni Allah. Moto hautoki bila ya amri ya nani? Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akaongea na moto, ya naru, ewe moto wewe, mimi nilokuumba ujue. Fanya hivi sasa, fanya kinyume leo. Ya naru kuni, kuwa moto baridi. Tena sio ile baridi kali ile inayochoma, hapana, kwa salama, baridi nzuri yenye kupendeza. Kwa nani? Ala Ibrahim. Kwa nani? Kwa nini ala Ibrahim? Liannahu, kwa sababu yeye dhakara Allah, alikumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwenye matatizo. Hasbunallahu wa ni'mal. Ndugu zangu Waislamu, shida ziko, lakini dawa pia Mwenyezi Mungu atupatia tunayo, ni kumtaja sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unapomtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, matatizo yako Allah anayaondosha kwa moja mara moja. Mwenyezi Mungu anasema kun, idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kwa hiyo lazima tumtegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislamu, kwa hali zote. Ndugu zangu Waislamu, twende kwa Sayyidina Yunus, tumalizie. Sayyidina Ayub alayhi salam kapata mtihani huyu. Hakuna mtihani aliopata Muislamu kama mtihani wa Sayyidina Ayub alayhi salam, kubwa mno. Sayyidina Ayub, soma suratul Anbiya. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Sayyidina Ayub alipata mitihani gani iliyopata huyu mtume? Ndugu zangu, nayazungumza haya ili ujue kwamba mitihani waliopewa mitihani watu wakubwa mno. Na wewe ukipewa mitihani kama na wewe ni mkubwa, sema alhamdulillah. Usilie, usiangaike, shukuru Mwenyezi Mungu. Mwambie alhamdulillah na kushukuru kuichagua na mimi kuniingiza kwenye mitume, ukaniingiza zile daraja za mitume, na hiyo unanikumbuka na mitihani ya kushukuru ya Rabb. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuelezea habari ya Sayyidina Ayub kwenye suratul Anbiya na kwenye suratul Swad, aya 2. Utapata habari zao hawa watu wakubwa. Sayyidina Ayub ni mitihani gani aliyopata? Al-Imam Ibn Kathir alipokuwa akifasiri wa Ayub al-Nada rabbahu, asema mitihani aliyopewa Ayub ni mingi. Ni katika mitihani mitatu mingi. Mtihani wa kwanza, Sayyidina Ayub alikuwa ni tajiri sana. Hakuna mtu aliyekuwa tajiri kama Sayyidina Ayub, kwa tajiri milionea. Lakini Mwenyezi Mungu akampa neema nyingine, neema ya watoto. Alikuwa na watoto wengi mashaallah. Neema ya tatu, Mwenyezi Mungu alimpatia wake wengi. Leo sana Sayyidina Ayub wake wengi sana, neema hizi. Na Mwenyezi Mungu akamjalia afya, kila kitu akapata. Sasa Mwenyezi Mungu akamwacha miaka mingi katika neema, miaka 70 watembea kwenye neema zote hizo, watoto mali hivi. Allah akamsema atajipatia mtihani pia wangu, niangalie imani yake itakuwaje. Akapewa mtihani. Mtihani gani aliopewa? Mtihani wa kwanza, Allah alipokuja mali yote. Mtihani wa pili, Mwenyezi Mungu akampokonya watoto wote, anazika leo kesho mwingine. Mali imeenda hiyo mali ikienda kale watoto ndio waje mali yao, waje kwa tegemea kidogo. Na Allah akasema watoto na wachukua ni wangu na wachukua wote. Mtihani wa tatu, baada mali hana, watoto hana, Allah akampatia na mtihani wa maradhi. Msole Mtume Muhammad akapata mtihani wa maradhi ya mtihani. Maradhi yenyewe ilikuwa ni maradhi nje ya mwili na ndani ya mwili. Mwili ulioza kabisa, nje na ndani. Hali ilikuwa mbaya mno. Ndugu Muislamu, je, unajua Sayyidina Ayub alikaa kwenye mtihani muda gani? Mwaka
Miriam tatu vipi? Tizama wakati aliokaa, ni siku ngapi alikaa Sayyidina Ayub kwenye mtihani kama huu? Al-Imam Ibn Kathir akamwambia alikaa miaka 18, miaka mitano. Allahu Akbar, kwenye mtihani. Ayub alayhi salam alikuwa bilionia, jamaa, bilionia, mtume wa Allah. Bali ikaenda, watoto wakaenda, afya ikazorota, lakini imani yake akasema hapana, akamtegemea huyu Mwenyezi Mungu. Wake zake wote wakamtoroka, akabakia na mke mmoja tu, alikuwa na imani sahihi, akakaa na yeye. Sayyidina Ayub kutolewa kwenye tangu kupelekwa mashambani kwa sababu ya hali yake. Wallahi, kawa mke wake huyu mmoja anamwambia, mume wangu Ayub, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, dua yako ni kabuli, hebu muombe Mwenyezi Mungu akubadilishie hii hali. Akamwambia, mke wangu, nilikuwa kwenye hali nzuri miaka 70, naona haya leo, mke wangu, kumwambia Mwenyezi Mungu miaka kidogo tu. Lakini tizama Ayub anamwambia nini Mwenyezi Mungu? Amwambia, ya Rabbi, nipe mtihani kila sehemu, lakini ulimi wangu waje nikutaje. Niachie tu ulimi, tukua zote, mikono na yote likwenda lioza yote, natoa wadudu yote lioza, lakini ya Rabbi niachie ulimi niweze kukutaja, ya Rabbi, nikukumbuke Mola wangu. Wow. Ndugu zangu Waislamu, tizameni imani, tizameni watu waliokuwa na imani kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo mimi na wewe mtihani wiki moja tu, mwaka tu, unaanza kuyumba. Kwa nini uyumbe Uislamu? Na wewe una Mungu, una Mungu aliyekuumba, anayepeleka maisha yako, anakupa mtihani ili kukuonja imani yako, anakupenda imani kwake, ndio mtihani. Ni wangapi ndugu zangu ambao tunawaona waliokuwa hali zao ni mbaya kidogo, hawana hela. Tizama adhari ya kwanza, watu hapo Allahu Akbar, kile ende kwa muadhini, Allahu Akbar, muadhini wana hela. Njoo Mwenyezi Mungu amfungulie, utakuta msikiti. Jamaa, vipi ningekuwa tuone bwana, ndio jamaa kidogo anataka na kazi kidogo ya biashara, Allah ayoshe kidogo. Hela ni mtihani wa watu wengine, lakini Mwenyezi Mungu alikujiwa, pengine huwa kuna kitu anataka kwako kukupatia kizuri. Sayyidina Ayub alayhi salam anamwambia, ya Allah, niachie ulimi wangu. Ilipokuwa hali imekuwa mbaya, hali imekuwa mzito, Sayyidina Ayub aliomba dua kwa Allah. Dua gani aliomba? Ya Rabbi nipe, ya Rabbi unioni, ya Rabbi vipi? Na kidogo zetu je, wakati tukitingwa na mtihani, angalia zile tunaona tusizoziwe Mungu wewe. Niambie tu, Mungu vipi wanga? Kwani nakosea nini mimi? Aliomba dua nzuri, dua ya adabu na heshima. Dua gani? Wadhkuruni dhahaba wa Ayyuba idhnada rabbahu. Na Ayubu wakati alipomlingania Mola wake, anni masani yasu, alimwambia nimeguswa na maradhi, nimeguswa na shida. Umeguswa wewe, kuna nani kwenye hali ngumu, lakini amwambia yaani nimeguswa kidogo, tena nimeguswa, sio wewe unipatia. Atumia lugha hizo sawa, lugha ya heshima, nimeguswa kidogo, lakini ni nini? Wa anta arhamur rahim. Basi wewe Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kurehemu waja wako waliwachia yeye. Hakumtajia mimi ina hivi leo ni miaka 18, ukajisahau Mola wangu, huoni nimeoza, huoni. Ajua Mwenyezi Mungu ni kazi yake yenyewe ya panga haya. Sasa alimwachia tu ya arhama. Hii dua ya arhamar rahim ilikuwa kubwa sana. Hii dua ya arhamar rahim, ya arhamar rahim, ya arhamar rahim, farij ala. Hii dua ni kubwa. Usione kwa watu wengine wengine wazao na ifahamu, sio kuimba bwana. Walianza kuizungumza dua hii, mtume wa Allah, inaondosha mitihani. Ndugu yangu, ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu watu, haja wako ni wewe. Allah alipoipata dua kama hii kutoka kwa Sayyidina Ayub, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema nini? Fastajabna lahu, tulipenda dua yake Ayub na tukaikubali hapo hapo, tukambadilishia mambo. Angalia Allah, jamani, hakuna mkubwa kama Allah bwana. Ukimtegemea Allah ni raha, wallahi ni raha sana. Allah anasema Ayub alipozungumza, aliponitaja
tukabadilisha mazingira hapo hapo. Ikaja dawa kwa dakika moja. Amekaa kwenye mtihani kwa miaka mingapi msafi? Miaka mingapi? Dawa inakuja kwa dakika. Mitihani inaondoshwa ya Ayubu kwa dakika moja. Soma sura Swad aya ya 42. Soma sura Swad, Mwenyezi Mungu analeta tiba, analeta faraja kwa Sayyidina Ayub. Amwambia Ayub, irkudu birijlika hadha muktasalun baridun wa sharab. Ayub baba, Ayub hawezi kunyanyuka, amekaa maisha, mwili umeoza, inakuja amri ya Allah. Ayub ananyanyuka mara moja, akiwapiga miguu kwenye ardhi, na anapiga miguu yake inatoka vitu viwili kwenye ardhi. Allah anamwambia wa kwanza, hebu oga, piga mbizi. Akapiga mbizi ile kutoka, amerudi handsome, mashaallah. Makovu yote hamna, sote Muhammad. Makovu yote umerudi, mwili mzuri kabisa, unakara. Allah akamwambia, na huo pili, chukua maji kunywa, kwa sababu ulikuwa mwili wake umeisha ndani na nje na ndani, si ndio? Anapewa dawa kwa kunywa yale maji. Wallahi Mwenyezi Mungu akampa shifa, dawa hapo hapo. Hakuna kwenda India, hakuna kuchakishwa, hakuna nini. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ndugu zangu, qadir. Hapo kuna Ayubu kwa dakika moja iliyotembea mzima, Allah akampatia watu wengine, akaleta watoto wengine, akampatia mali nyingine nzuri kushinda zile. Swali ni Muhammad. Ndugu zangu, hakuna kitu kwa kutegemea nani kama kumtaja nani. Hizi adhkari zinasiri, ndugu zangu, tusiziwache. Ya arhamar rahimin, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hapo ndio utakuta wazee wetu, Mungu warehemu, mashehe zetu walikuwa ni watu wa adhkar, kila wakati wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tasikia kama adhkari za Tanzania, Rabbuna Allahu dhul jalali, hasbuna Allahu dhul jalali. Angalia wazee wanaomlilia Mwenyezi Mungu. Hawa wazee jamani, waliishi baraha kwa sababu hela ilikuwa baraka imejaa nyingi, hela kidogo lakini baraka zimejaa kwa sababu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tulipokuja kuyatoa haya mambo na kuyadharau, kizama shida leo hela zipo lakini hazina baraka. Hela zipata shida, tutachukua laki moja hivi sasa, wallahi mpaka jioni leo asubuhi, ile wapi kiwango hebu na bei leo yaani bwana. Sio umefanyaje baraka? Hamna. Tumewacha adhkar, tumewacha kumtaja Mungu. Wazee wetu walikuwa hawana hela, wana Mungu, wana adhkar, wanakaa msikitini, baada ya swala wanamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya swala wanaomba dua kwa pamoja, wanamlilia Mwenyezi Mungu. Tafanyaje Mwenyezi Mungu asiwasikilize? Ndugu zangu, soma sura Yunus aya ya 88. Mwenyezi Mungu atuelezea habari ya Sayyidina Musa. Waqala Musa ya Rabb, Sayyidina Musa aliomba dua kuomba nani? Allah. Alimwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, innaka ataita Firauna amwalan wa zina. Wewe Mwenyezi Mungu umepatia Firauna mali na mapambo na kila kitu. Huyu jamani adui, malize, muondoshe ya Allah. Sayyidina Musa anaomba dua kumlani nani? Kumlani Firaun. Sasa jawabu ilipokuja, soma aya ya 89 Yunus. Aya ilipokuja jawabu, Mwenyezi Mungu asema nini? Qala kad ujibat da'watukuma. Mwenyezi Mungu anasema nyie watu wawili, nyie dua yenu imekubaliwa. Dua yenu mlioliomba imekubaliwa. Ndugu zangu, aliomba nani? Ndugu zangu, kwa nini jawabu imekuja watu wawili? Aliomba ni Musa, ingekuwa qala kad ujibat da'watuka, hakika dua yako Musa alishaijibu. Lakini qala kad ujibat da'watukuma, dua yenu nyie wawili kumejibiwa. Kuna siri gani hapa? Hebu twende kwa Imam Ibn Jarir Tabari, Sheikh al-Mufassirin. Twende kwa Imam Ibn Kathir rahimahullah, twende kwa Imam Suyuti rahimahullah, twende kwa Imam Al-Alusi rahimahullah. Wakifasiri hii aya watuelezea hili, wanasema kana Musa yad'u wa Haruna yu'minu.
Kumbe Nabii Allah Musa alikuwa iomba dua, Sayyidina Haruna anafanyaje? Anaitikia nini? Amin. Amin. Ile amin ya Haruna akapata watu wangapi? Hii ndio siri ya kuomba dua kwa pamoja, ndugu zangu. Dua ikiomba usikimbie. Dua ya pamoja ina siri. Dua ya pamoja inakubaliwa kwa haraka. Angalia Musa yuomba dua, kumbe ni jambo lingine na kuja wawili. Mmoja anaomba, mmoja anaitikia nini? Huyu ni Musa na Harun. Tukiwa msikitini 100, tukiwa 1000, shehe letu mzee wetu atuombe dua, tuitikie amina. Ndugu zangu, ni faida si faida hiyo? Ni heri hiyo. Msinyanyuke vijana. Tuacheni kwa haya mambo hayafai, hapana. Ni mambo mazuri. Wala hayataki dalili, ni akili tu tulie. Ni akili yako tu tulie. Na Nabii Musa anaomba peke yake, wanapewa wawili. Mwenyezi Mungu kwamba anapenda dua ya watu wengi. Dua ya watu wengi Mwenyezi Mungu yuaipenda. Kumtaja Mwenyezi Mungu tukiwa pamoja Mwenyezi Mungu yuaipenda. Angalia salatu jamaa ina siri. Salatu jamaa ina faida, unakuwa ngapi bonus? 27. Kumtaja jamaa, kumtaja peke yako upate hiyo. Ni kuonyesha Mtume Muhammad. Anatuonyesha mambo yetu kufanya kwa pamoja Waislamu. Dua tuombeni kwa pamoja, tumtajeni Mwenyezi Mungu kwa pamoja, ili huenda wewe ukawa ni mchafu ama mimi ni mchafu, lakini kuna wali mmoja amekaa hapa, ile amina yake tutakuwa sote. Tumsalie Mtume Muhammad. Tumsalie Mtume Muhammad. Mambo kama haya ni mazuri. Tusiyawache mambo kama haya ndugu zangu. Angalia zamani wallahi, nakumbuka wazee wetu Mungu awarehemu, awape afya wako hai kama hawa, na ambao wamekufa Mwenyezi Mungu atie nuru kwenye makaburi yao inshallah. Mwenyezi Mungu awametenda tulifikao wazee wetu. Wao kazi kubwa sana hawa wazee. Lakini tukaja sisi vijana tukaona kama hawa wazee wapotea walifahamu nini? Inna lillahi. Wazee walifahamu nini? Wallahi. Kwanza walikuwa na moyo, walikuwa na mahaba, wazee wakipendana sana. Sisi hapa tunao leo. Wazee walikuwa na mahaba. Msikitini wakiingia wanapigana na mama, wanacheka na kufurahiana. Sisi kama yale yameondoka kabisa kwa sababu tumemwacha Mungu. Tumewacha kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, zikri kubwa. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ukitaka ni moyo wako utulie. Maana ya moyo kutulia ni mambo yako Mwenyezi Mungu anatuliza, watoto wanatulia, kazi inatulia, biashara inaenda, ndio kutulia moyo. Kutulia moyo ni kwa Mwenyezi Mungu, yale mambo yako yote anakufanyia mwenyewe, anakutulizia, anakuchungia. Ndio ala dhikrillah tatma'innul qulub. Ndugu zangu Waislamu, hebu tusiwache mambo kama haya. Nakumbuka zamani nilipokuwa wadogo msikitini pale, wazee wetu walikuwa wanakaa wakileta kabla ya salatu fajr. Kabla ya salatu fajr zikri yenyewe inasema ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la. Unakumbuka ile msikiti kwa ile zamani kule kwa msikiti, lakini adhkari hapo inasema sana kabla ya salatu fajr baada ya sunna. Zikri hii ina faida kubwa sana, wazee walikuwa kuileta. Sasa sisi vijana tulikuwa tunao zikri wote wanaikaifa hawa. Kwa wazee sikuwa ni nini? Kumbe tulipokuja kusoma tukazama kwenye vitabu. Nikasoma kitabu kinaitwa Madarij Salikin cha Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, mwanafunzi wa Sheikh letu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mwanafunzi huyu ni mwanachuoni mkubwa huyu. Ukisoma kitabu chake Madarij Salikin mujalladi wa 3 ukurasa 250 zote mtuma. Asema sami'tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Qayyim amnukuu Sheikh lake, asema nilimsikia Sheikh langu Ibn Taymiyyah akisema nini? Man waba mwenye kudumu kufanyaje? Ala ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kabla salatu al-fajr 40 marra. Mara ngapi? 40. Sababu ile ya wasili ya wasili mara 40. Baba chike sababu mara 40. Sisi vijana chike sababu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu. Sasa hiyo dhikri iko kitu ya hayyu ya qayyum la ilaha. Allahu akbar. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kisha kusema wazee walikuwa hawana tauhidi.
Hapana, wazee wanatolezi bwana. Wazee walimtegemea Mungu kweli kweli bwana. Ya Hayyu, ewe yule Hayy, ya Qayyum, mwenye kusimamisha mambo yote duniani. La ilaha illa anta, hakuna yoyote anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni wewe Allah. Zao wazee wanakupigia Allah alfajiri kabla ya saa alfajiri, ya Fatahu ya Razak, unapisha mlango wa Allah. Kisha kweli hao wazee watabadilika. Faida yake ni nini? Al-Imam Ibn Taymiyyah atambia, man wadhaba ala ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 marra ahya Allahu qalbahu. Mwenyezi Mungu anatia nuru kwenye moyo wake, anafungua moyo wako, anahuisha nyoyo zako, mambo yako yanakuwa mazuri, biashara zako zinang'ara, mke anang'ara, watoto wanang'ara, watu wanakupenda wewe.